Tume ya Kimataifa ya Wanasheria ICJ imetoa tahadhari kali kuhusu kuzorota kwa kasi kwa hali ya haki za binadamu katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ikijiunga na sauti za mataifa mbalimbali na Kamisheni Mkuu wa Haki za Binadamu wa Umoja wa Mataifa waliotamka wasiwasi mkubwa kuhusu hali hiyo. Kwa mujibu wa ICJ, eneo la mashariki mwa DRC linakumbwa na ongezeko kubwa la machafuko yanayoambatana na ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu unaotekelezwa na makundi mbalimbali yenye silaha, wakiwemo waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda, vikosi vya serikali pamoja na makundi mengine ya waasi. Miongoni mwa ukiukwaji unaoripotiwa ni mauaji bila kufikishwa mahakamani na ukatili wa kingono unaohusiana na vita dhidi ya wanawake na wasichana. ICJ imesifu hatua ya Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa kupitia kikao chake maalum hivi karibuni kilichotenga mamlaka ya uchunguzi kuhusu hali hiyo. Hata hivyo, ICJ imeeleza kuwa licha ya kuwepo haja ya kuimarisha uwezo wa taasisi za ndani, hususan mahakama, katika kushughulikia ukiukwaji uliopita, hali ya sasa ya uhasama inahitaji kuwepo kwa chombo huru cha kimataifa kitakachokusanya na kuhifadhi ushahidi wa uhalifu mkubwa wa kivita. ICJ imezitaka mamlaka za DRC na mataifa yote yanayohusika au yenye uwezo wa kusaidia kushirikiana kikamilifu na chombo hicho. Aidha, ICJ imekemea vikali kushindwa kwa mataifa mengi wanachama wa Umoja wa Mataifa kulipa michango yao inayohitajika ili kuwezesha utekelezaji wa mipango walioidhinisha. ICJ imesema kuwa kupunguzwa kwa fedha kwa njia za ghafla zisizotabirika na mara nyingine kiholela kumedhoofisha pakubwa uwezo wa taasisi za Umoja wa Mataifa na mashirika ya kiraia kutekeleza kazi muhimu ya kulinda haki za binadamu. Kwa kuzingatia changamoto hizi, ICJ imeyataka mataifa wanachama wa Umoja wa Mataifa kuchukua hatua madhubuti kuhakikisha kuwa mifumo ya kimataifa ya haki za binadamu inaendelea kufanya kazi na kusaidia kuziba pengo lililosababishwa na kupungua kwa msaada kutoka Marekani. Hii ni Ripoti ya Media Express na mimi Hassan Magurumali.